Hamjambo watazamaji wetu popote mlipo. Nashukuru Mungu kwa sababu ya fursa hii njema ya kuweza kuwasiliana nanyi popote mlipo. Ujumbe huu unaupokea kutoka hapa Full Gospel Churches of Kenya, hapa room. Tuko hapa Mathare North. Jina langu ni mchungaji John Sadera, na siku ya leo ningependa kuzungumza nanyi kuhusu gereza la hofu. Ujumbe huu utatusaidia kujitazama na kuona mambo ambayo yamekuwa yakitusumbua kufanya tukose kuishi na amani, hasa wakati ambao tunaishi ambao kuna hofu nyingi kwa sababu ya maambukizi ama mlimbuko wa ugonjwa huu wa corona virus. Karibuni sana. Greetings to all Upper Room family members wherever you are. Leo tunataka kueletea ujumbe wetu popote mlipo. So we are reaching you in your comfort, maybe in your home, or you might be in a vehicle, but we want to reach you wherever you are. Mnajua kulingana na maagizo ya wataalamu wa afya, hatungeweza kukutana kanisani kama vile tumeulizwa. Kwa hivyo tumeona ni vyema tuwafikie popote mlipo. Siku ya leo nina ujumbe ambao kichwa chake ni Prison of Fear ama gereza la hofu. Inaweza kuwa hofu ama uoga. Kama vile tujuavyo, fear ama hofu is a weapon that our enemy uses to diminish us. He uses fear to confine or lock us down. The word lockdown is common in this era of coronavirus. Many people are today in the jail of fear. They are prisoners of fear. You can imagine of the many people who cannot travel, who cannot eat in public, who cannot build good houses, people who cannot celebrate any occasion in their life, people lack sleep, lack peace, etc. All this because they are in prison of fear. Sometimes we are afraid of the future. Sometimes we are afraid of another person. Many times we are fearful because of uncertainty. Today we are so much afraid of coronavirus. We have all kinds of fear that beset us, and we need to understand what God says about the overcoming life as it relates to fear. Kama vile nimetaja ni ya kwamba tunajua tuna hofu aina mbalimbali. Kuna watu watembei, kuna watu watendi jambo lolote kwa sababu wana hofu. Wengine wanaogopa wasirogwe, wengine wanaogopa wasitembee wapate ajali, wengine wanaogopa usiku hata wapate usingizi. Kuna hofu aina nyingi, na ndiposa tunasema ujumbe wangu leo inahusu gereza la hofu. Kwa hivyo kuna watu ambao wamejikuta katika gereza ya hofu, maana wanaogopa sana mpaka wamejifungia. Maandiko katika Timotheo wa pili 1:6-8 inasema hivi, nikisoma na Kizungu: Therefore I remind you to stir up the gift of God which in you through the laying on of my hands. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. So do not be ashamed of the testimony about our Lord of me is prisoner, but join with me in suffering for the gospel by the power of God. That is 2 Timothy chapter 1:6-8. Paul hapa anapomwandikia Timothy, tunaona wakati huu alikuwa katika gereza. Lakini ingawa ako katika gereza, bado anamwambia Timothy kuhusu uoga. Na hivi anamwambia kwamba for God has not given us the spirit of fear. Kwa hivyo hata akiwa kule gerezani bado ana ujasiri, na maneno haya anaandika akiwa na ujasiri mwingi. Katika Romans ama Warumi
Paul bado anaendelea kuzungumza kuhusu hofu. Na anasema ya kwamba, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Hiyo ni Romans 8:15. Paul bado anazungumzia Warumi na anawaambia kwamba hawakupokea roho ya utumwa na hofu, lakini walipokea roho ya kukubalika ama kupokelewa kama mwana wa Mungu, roho ambao anaolia Abba, yani baba. So tunaona katika maneno haya yote yanazungumzia hofu, na kama vile nimesema ni ya kwamba mara kwa mara tunajikuta katika hofu tofauti. Sasa hivi tunajua tunapitia janga hili la coronavirus, na hiyo pia imeleta hofu nyingi, maana hatujui, ni jambo geni kwa wengi, na hatujui tufanye namna gani, hatujui tu behave namna gani, na kwa hivyo hiyo inawapatia pia Wakenya hofu nyingi. Fear, what is fear? Ama hofu ni nini? Fear, we all know what it is. Kila mmoja wetu amekuwa na uhofu ama anahofia sasa kwa njia moja ama nyingine. It is one of the most debilitating emotion known to human race. Jambo ambalo la kutishia kabisa. Fear is unbelievably powerful. Hofu ina nguvu zake na inaweza kucontrol mtu katika maisha. It penetrates the heart, it poison the spirit, and it paralyzes the soul. It can affect you not only emotionally, mentally, spiritually. It can even affect you physically. Tumeona watu ambao wamekuwa wagonjwa kwa sababu ya hofu. Fear, it is a spirit that hovers over every home and hamlet on earth. Sometimes it expresses itself through sweaty palms. In a moment, it can tie your stomach into knots that take hours to undo. It can shove a lump into your throat and shut down your entire windpipe. It can cause your blood pressure to rise like a rocket and your courage to drop like a rock. Fear, if the shock it brings is strong enough, the blood can be cut off almost completely from the brain momentarily, causing a person to faint. In other cases, it can cause the blood flow to extremities of the body to be hindered so that the person actually get cold feet. I heard people talking about cold feet. This mysterious monster can even prove to be fatal. Medical science has even proven that it can cause the cardiovascular muscles to react in such a way that heart failure is the result, meaning that people can literally be scared to death. Fear. People are afraid. They are afraid of losing their wealth. They are afraid of losing their health. They are afraid of losing their friends. They are afraid of losing their family. They are afraid of what their spouse might do to them. They are afraid of failure. Many people today are afraid. Nobody wants to fail, and so sometimes we develop a kind of phobia when we have some assignment ahead of us. They are afraid of this. People are afraid of this. They are afraid of that. However, the Word of God has an answer to this monster called fear. Actually, not only how to handle your fear, but how to conquer fear and how to come out of the prison of fear. God's Word has a lot to say about overcoming fear and conquering fear and facing fear with faith, and how to live a future free from the bondage of fear. The scripture we read in the book of 1 Timothy chapter 1, it's about 2 Timothy,
is about Paul communicating to Timothy. And Paul is talking to Timothy as his son. And I want to share 3 points out of the text that we read. Number 1, Paul is talking to Timothy about the gift of God that he received, the gift that is greater than anything in this world. And Paul encouraged him to stir it up, to stir the gift that he has. And this is the gift of faith. We need to stir our gift of faith more than before. The Bible says, but my righteous one will live by faith, and I take no pleasure in the one who shrink back. That's Hebrews 10, verse 38. So we need to start, we need to learn. One way of conquering fear is stirring up the gift of faith that we have. We all have that gift, those who have received Christ as their personal Savior. Point 2, Paul is also talking to Timothy, and he's talking about the given spirit, that he was not given the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Beloved, the spirit of fear does not come from God. It comes from our enemy. From God we get the spirit of power that goes with love and sound mind. In this world, power goes with the power abuse. It also goes with bulldozing, corruption, etc. But with God power, it goes with love and sound mind. We need to show love to one another, even when things are difficult, especially in this era of fighting coronavirus. Recently, I read in the social media of a Mzungu that was complaining, and he was saying, this is not the Kenya that he knew before, because nobody wanted to greet him, nobody wanted to go closer to him because they thought maybe he's coming from Italy, na ikawa ni shida kubwa. So, anasema ya kwamba Wakenya ninajua ni watu wa kukaribisha, ni watu wa kusalimiana, lakini this time wamebadilika kabisa. So, ni fear, ni hofu ambayo tuko naye ya corona ndio inaleta mambo haya yote. But as Christian, we need to maintain a sound mind. For example, there are many prophecies that are confusing Christians all over Kenya. Never listen to these prophecies. Instead, stir up your gift of faith. Najua hata nyinyi ni shahidi ya kwamba hivi karibuni watu wamezungumza sana kuhusu maunabii. Kila moja anatoa unabii wake. Kila moja anasema ameonyeshwa na Mungu. Wengine wameonyeshwa mambo ya terrorist, wengine wameonyeshwa mambo ya BBI, wengine wameonyeshwa mambo ya uchaguzi. So kuna maunabii na mara nyingi yanatisha sana tukiyasikiza. Na hii inaweka hofu katika mioyo yetu. Na mara nyingi nashangaa ya kwamba Kenya manabii wetu huwa likizo, lakini uchaguzi ukikaribia ndio wanaanza kuwa active kutoa unabii. Na mara nyingi nalenga uchaguzi, nani atakaye kuwa kiongozi, hivi na hivi. Na mara nyingine Wakristo tusipochunga dhidi ya hawa manabii ama unabii ambao unatolewa, inaweza kututia hofu pia na kukaa na hofu nyingi mioyoni mwetu. Lakini tuna kipawa cha imani. Kwa hivyo tuendelee kutilia kipawa chetu maanani. Na namba 3, Paul anaambia Timothy, Paul is talking that he should not be ashamed of the testimony about the Master Jesus, or even the fact that Paul was suffering in prison. People today are asking many questions. Why this coronavirus epidemic? Why locusts? And so on. People are shifting blame to one another. We should not be ashamed that God allowed coronavirus into this world, or the locusts, or the fact that people are suffering in many aspects. But let us join those who are suffering by encouraging them through the word of God. God has a word of every situation that comes across us for the simple fact that we matter to Him. As our themes goes this year,
we matter to God so much. The secret to living a fear-free life and a life out of prison of fear is in the Word of God. In the book of Psalms 34 verse 4, it says, I sought the Lord, and he heard me and delivered me from all my fears. Fear not. Fear not. The word fear not is the most repeated command in the Bible. In fact, it has been said that there are more than 365 fear nots in the Bible, especially with the New King James Version. So it means fear not in the Bible, there are enough one fear for every day, one fear not for every day of the year, including the leap year. God doesn't want us to go a single day without hearing his word of comfort. Fear not. And even today, I'm telling you, people of God, fear not. However, as I conclude, I would also want to talk about a positive fear. There is a positive fear. And the positive fear is that not all fears is necessarily bad. Indeed, not only some fear is good, some fear is also godly. For example, we teach our children early to fear hot stoves. We teach them early to fear crossing the street alone. We even tell them repeatedly not to do things that will put them in danger. And we even read in the scripture that we should fear the Lord. Jesus said in Matthew 10:28, and I do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. Proverbs 1 verse 7 reminds us, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. There is such a fear that both is healthy and holy. The fear of the Lord should lead us into our self-guarantee in an effort to do his will in this difficult situation we are in. Remember, you matter to God, you matter to us, and we want to continue celebrating you. Take all the precautions as advised by the expert on coronavirus epidemic. God bless you. God bless all the viewers. Amen. Watazamaji wetu popote mlipo, ni furaha kubwa ya kwamba umefuatilia mahubiri haya tukiwa kutoka hapa kanisani, na tunajua ya kwamba pengine kuna hofu ambayo unapitia, na tumeona ya kwamba hofu yetu ni neno la Mungu tu ambalo linaweza kutupa nguvu ya kukabiliana naye. Tunajua kuna mambo mengi hasa wakati huu wa ugonjwa wa coronavirus, lakini tunaomba ya kwamba Mungu akawapa nguvu na akawapa moyo. Na unaweza kuwa hapo na pengine wewe hujamtambua huyu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Ni vizuri kumpokea Kristo kama mwokozi wa maisha yako, maana hiyo ndio chanzo cha kupigana na hofu. Paulo anapozungumza juu ya kipawa hicho mtu anapokea anapompokea Yesu Kristo. Na hiyo kipawa ndio kitakusaidia, kipawa cha imani, kukabiliana na hofu zote ambao utapatana nazo katika maisha yako. Tunafurahi kwamba umefuatilia hayo mahubiri, na tunaomba Mungu akakubariki popote ulipo. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunafurahi na shukrani nyingi kwa kutupa fursa hii kuweza kunena na watu wako. Takuwabarikisha popote walipo. Wewe ambao unatufahamu, unaona hofu zile ambao watu wako wanapitia, na tunaomba ukawafariji, ukawapa nguvu, ukawapa moyo, ukawapa matumaini, ili Bwana amani yao isije ikawapungukia, ili wakaendelea kuwa na amani na furaha itokanao nao Bwana. Kwa hivyo tunaombea watazamaji wetu wote popote walipo, ukawabariki na kukutana nao, na hasa ukashughulikia mahitaji yao. Wale ambao pengine hawajisikii vyema, tunaombea uponyaji. Wale ambao wana matatizo mbalimbali, tunaomba ukakutana naye katika jina la Yesu. Na hata wale ambao hawajakufahamu kama mwokozi wa maisha yao, tunaombea Baba, popote walipo, pia wakakata kauli na wakakupokea kama mwokozi wa maisha yao, chanzo cha kupigana na hofu katika maisha yao. Tukushukuru kwa yote, na katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu tumeomba.